Haleluya, haleluya. Hallelujah. Jumapili iliyopita nilianza kufundisha somo lenye kichwa kinachosema kukumbukwa na Mungu. Last Sunday I started teaching on the title to be remembered by God. Na nilikuwa nimekuambia kwamba kuna mambo manne ambayo ukiyafanya utakumbukwa na Mungu. And I said that there are 4 things that when you do you will be remembered by God. Na leo nimekuongezea jambo la 5. And today I've added you the 5th thing. Hakuna jambo ambalo ni zuri sana katika maisha ya mtu hasa aliye katika taabu na uhitaji kama kukumbukwa na Mungu. There is no good in somebody who is in want like being remembered by God. Sasa ili mtu aweze kukumbukwa na Mungu kuna mambo manne ambayo niliyazungumza Jumapili iliyopita. So to God, for somebody to be remembered by God, there are 4 things that we have looked at. Na kwa haraka haraka nataka niyataje mambo hayo. I will just mention them very quickly. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana litakufanya ukumbukwe na Mungu, nilikuambia kwamba ni maombi na sadaka. The first thing that will make God to remember you is praying and offering. Na nilikuambia tendo la sadaka sio tendo tu la kidini. We say that the giving of offering is not for the domination, bali ni jambo la kiroho linaloweka kumbukumbu mbele za Mungu ya wewe kukumbukwa. but it's the spiritual deed that can make God to remember you. Lakini pia tulijifunza jambo la pili, And we learned the second item ni kuishi maisha ya haki. is to live the life of righteousness. Mungu huwakumbuka wenye haki. God remember the righteous. Maandiko yanasema wakati dunia ilipokuwa imeharibika na imechafuka kwa sababu ya maovu, When the Bible said that when the world was wicked, Mungu akamkumbuka Nuhu kwa sababu alikuwa mwenye haki. God remembered Noah because he was a righteous man. Na maandiko yanasema pia wakati Mungu amekusudia kuiangamiza Sodoma na Gomora And kwa the Bible moto, said that when God was about to destroy Sodom and Gomorrah, maandiko yanasema Mungu akamkumbuka Ibrahimu akamwokoa Lutu. the Bible said that God remembered Abraham and he saved Lot. Kwa maana yake unapoishi maisha ya haki, Mungu atakukumbuka na kukuokoa wakati wa hatari. When you live the life of righteousness, God will remember you during your dangers. Lakini si tu kwamba Mungu atakuokoa wakati wa hatari yako, bali pia unapoishi maisha ya haki pia Mungu atawaokoa ndugu zako na jamaa zako. When you live a righteousness life, God will remember your brethren. Lakini tuliangalia jambo la 3, And you look at the third thing. ili Mungu akukumbuke unafaa, For God to remember you, you are supposed to kufanya kazi kwa uaminifu. You are supposed to do work honestly. Mungu huwakumbuka watu wanaotenda kazi kwa uaminifu. God remember those who do their deed in honest way. Na nilikuwa nimekuambia ikiwa umeajiriwa kwa mtu au ofisi ya mtu au serikalini, fanya kazi kwa uaminifu. And I said that when you are employed, you are supposed to work in honest way. Usidharau kiasi cha kazi ulichopewa kufanya, hata kama mshahara ni kidogo, fanya kwa uaminifu. Don't neglect the salary that you are being given, but even if it is small, just do it honest way. Kwa sababu kupitia uaminifu wako Mungu atakukumbuka. Because through your honesty, God will remember you. Lakini tuliangalia jambo la 4. We look at the 4th thing. Kwamba pia Mungu anaweza kukukumbuka kwa sababu ya matendo maovu unayotenda. God also can remember you because of the bad deed that you have done. Kwa hiyo kama unatenda matendo maovu, Mungu atakukumbuka kwa ajili ya hukumu. Whenever you are doing bad deeds, God will remember you for the judgment. Tuliona kwamba kuna mji unaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. We saw that there is a town called Babel. Kwa tuliusoma huu mji kwamba Mungu aliukumbuka sio kwa ajili ya mema bali kwa ajili ya mabaya. God did not remember this town for the goodness but for the badness. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiepusha kufanya matendo yasiyofaa. It is very important to distance ourselves from the things that are not worth. Lakini vile vile niliwaambia mtu anaweza kukumbukwa kwa sababu ya alama za maisha anayoishi. And I told you that somebody can be remembered by the mark that he is living. Kwa hiyo kila alama unayoacha katika maisha au katika maisha ya watu itakumbukwa. All the marks that you leave in somebody's life will be remembered. Kama unatendea watu mabaya, ujue kuna wakati watakukumbuka kwa mabaya yako. When you are doing evil to people, you will be remembered by your evilness. Lakini pia kama unatenda mema kwa watu, watakukumbuka kupitia mema. And if you are doing good deeds also, you will be remembered by good deeds. Sasa leo nataka tuangalie jambo la 5 ambalo linaweza kufanya Mungu kukukumbuka. Today I want us to look at the 5th thing that can make God to remember you.
Jambo la tano ambalo linaweza kufanya Mungu akukumbuke ni agano jipya. The fifth thing that can make God to remember you is the new covenant. Agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ni jambo ambalo ni muhimu sana na Mungu analiangalia ili kuwakumbuka watu wake. The new covenant of the Lord Jesus our Savior can make God to remember you. Na leo nitafundisha kwa kina kuhusiana na umuhimu wa agano na jinsi ambavyo Mungu analiangalia agano lake ili kukutendea mema. I will teach in deep to see so that you can see how God looks at his commandments. Lakini sasa tuangalie nini maana ya agano jipya. What is the meaning of the new covenant? Na tunaposema agano jipya maana yake kuna agano la kale pia. When you talk about the new covenant, there is old covenant also. Maagano ni yale mambo ambayo Mungu alikubaliana au alipatana na watu kuwatendea na wale watu kumtendea Mungu. The covenant is the promise that God bound to himself with people to do to them. Sasa sikiliza kwa habari ya agano jipya kwa sababu ndio kiini changu cha somo. So listen to the new covenant that is my teaching. Sasa agano jipya ni ahadi ya Mungu aliyojifunga mwenyewe kwa kutimiza hata kama mwanadamu ni dhaifu. The new covenant is the promise that God bound himself to fulfill even when the man is weak. Nataka uandike hiyo maana itakusaidia na utaikumbuka. I want you to write that one so that you can remember. Agano jipya ni ahadi ya Mungu aliyojifunga mwenyewe. It's the promise of God that he has bound himself. Kutimiza hata kama mwanadamu ana mapungufu. To fulfill even when man has weaknesses. Kwa hiyo Mungu anapoliangalia agano lake yuko tayari kulitimiza hata kama wewe una mapungufu. When God look at his covenant, he will fulfill even if you are weak. Kwa hiyo manake Mungu leo yuko tayari kukukumbuka na kukutendea mema bila kujali udhaifu wako. God is here to do for you good deed without even your weakness. Wakati mwingine shetani anaweza kukuhubiri kwa habari ya udhaifu mbalimbali uliopo kwenye maisha yako. Sometimes the devil can preach for you over your weaknesses. Nataka nikuondolee wasiwasi kwa sababu Mungu hategemei uimara wako ili akusaidie. I want to tell you that God does not look at your strength so that he can help you. Mungu analiangalia agano lake ili akutetee. God look at his covenant so that he can do it to you. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo agano ni ahadi ambazo Mungu amejifunga kukutendea wewe hata kama wewe ni dhaifu. The covenant is the promise that God has bound it unto you even if you are weak. Na hii ndio inadhihirisha lile neno lililosema kama Mungu angeyahesabu maovu yetu hakuna angesimama. This says that when God could count our deeds, nobody could have stand. Hii ni wazi kwamba Mungu yuko pale kuliangalia agano lake ili kukutendea. It is obviously that God is there to look at his covenant so that he can do it. Sema kwa sauti amen. Say amen. Sasa basi ikiwa Mungu analiangalia agano kama ni jambo ambalo amejifunga yeye mwenyewe kukutendea mema bila kujali udhaifu wako. So now if God is looking at the covenant that he has bound himself so that he can do for you something. Na hii ndio maana tunaposoma katika kitabu kile cha Warumi sura ya 5 mstari wa 2. So that is when we read it from the book of Romans chapter 5 verses 8. Biblia inasema Mungu alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi kabisa. The Bible says that God loved us even when we were sinners. Yaani Mungu alitupenda tulipokuwa kwenye matope yanayonuka kabisa. God loves us even when we were in mud. Kwa sababu gani alitupenda tukiwa kwenye uchafu wa matope ya dhambi? Why did God love us even when in the mud of sins? Kwa sababu alikuwa analiangalia agano lake. It is because he was looking unto his covenant. Yaani Mungu hatukumbuki na kutubariki na kutuponya kwa sababu sisi ni wema. God does not heal us or bless us because we are doing good. Anatukumbuka na kututendea mema na kutuponya kwa sababu ya agano lake. It is healing us and looking for us mercies because he's looking at the covenant. Kwa hiyo asiwepo mtu yeyote wa kujiona hastahili kukumbukwa na Mungu kwa sababu Mungu analiangalia agano lake. So let there not be anybody to see that cannot be remembered by God, but God look at his covenant. Kwa hiyo kupitia agano jipya Mungu amejikomiti mwenyewe kutusaidia bila kujali udhaifu wetu. So through his covenant God himself has said
Yaani Mungu amejikomiti mwenyewe kutusaidia bila kujali udhaifu wetu. God has committed himself to help us without even when we are weak. Kwa hiyo usijiangalie ule udhaifu ulionao alafu ukaanza kujihukumu, ukaanza kujidharau na kujiweka kwenye nafasi ambayo unafikiri Mungu hatakusaidia. So don't look at your weakness and start judging yourself that God will not help you. Mungu yuko tayari kukusaidia. God is ready to help you. Na hii ndio maana Mungu alitupenda tungali wenye dhambi. And that is the reason why God loved us even though we were sinners. Nataka tusome katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 2 pale. Warumi sura ya 5 mstari wa 2. Nataka usome kwa haraka. Romans chapter 5 verses 2. Ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. The Bible says that through we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Unaweza kuona sasa katika kitabu hicho cha Warumi 5 mstari wa 2 tuliposoma, anasema ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sisi sote hatujaufikia wokovu kwa sababu labda ya sifa fulani ambayo tumekuwa nayo. With all of us we have not reached the salvation because of the praises that we have. Ni kwa sababu ya kupitia agano lake. Yaani ndani ya agano kuna rehema za Mungu ambazo ndio zimetupa sisi sifa ya kufikia baraka za wokovu. Yaani through the covenant we have gained the qualification to be remembered. Sema amen, hallelujah. Say amen. Kwa hiyo sasa unaweza kuangalia hapo kwamba agano ni kile ambacho Mungu amekusudia kukitenda bila kujali sifa tulio nayo. The covenant is what God wants to do to us without looking at our capabilities. Lakini jambo la pili, maana ya pili ya agano. The second meaning of the covenant. Agano ni msingi wa Mungu kututendea rehema bila kuangalia hali tulionayo sasa. It's the foundation of God show you mercy without considering the current condition. Kwa hiyo sasa unaweza kuona agano ni kile ambacho Mungu amechagua kukutendea bila kujali hali ulionayo sasa. The covenant is what God chose to do for you without looking at your condition, your current condition. Ni ule msingi wa Mungu kukutendea rehema bila kuangalia hali ulionayo sasa. It is the foundation of mercies of God without looking at your current condition. Nataka nikutoe wasiwasi, usiangalie hali ulionayo. Mungu yuko tayari kukutendea kupitia hali ulionayo, kukuondoa katika hiyo hali mbaya ulionayo. Sema amen. I'm assuring you that God will just do it for you with the current situation that you have. Yuko tayari kukutana na mahitaji yako bila kujali una udhaifu kiasi gani. He's ready to meet your situation without looking at the current Kwa sababu agano jipya ndiyo msingi wa Mungu wa kile ambacho amechagua kukutendea hata kama wewe una hali mbaya. Because the new covenant is the foundation that God is going to do for you without your current condition. Wangapi wako tayari kukubali rehema za Mungu na wala hawataangalia udhaifu walionao? How many ready to accept the mercies of the Lord without? Sema kwa sauti amen. Say amen. Lakini jambo jingine ambalo unapaswa kulifahamu kuhusiana na agano. Another thing that you are supposed to know about the covenant. Agano lina uwezo wa kulinda hatima yako. The covenant can preserve personal destiny. Kupitia agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, Mungu analinda hatima ya kila mmoja. Through the new covenant, God can protect your destiny. Na ndio maana Biblia inasema wote alionipa Baba sitampoteza hata mmoja. That's the reason why the Bible says that those that God has given to me I will not lose them even one. Na anasema wote walio katika mkono wangu hakuna wa kuwapokonya, kwa sababu Baba aliyenipa hao ana nguvu kuliko wote. And all that are in my hand I will not lose them because God has given me them. Sikiliza. Listen. Agano liko pale kulinda hatima yako. The covenant is there to protect your destiny. Kwa hiyo uhitaji kujitaabisha ili kujilinda, lakini yuko Mungu anayekulinda kupitia agano jipya. You don't need to worry of protecting yourself because there is a covenant that protects you. Na yeye amesema sitakuacha wala sitakupungukia. He said that we will never leave you or will not be low on you. Na yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kabisa. And whoever come to me will not throw it out.
Kwa hiyo kupitia agano jipya Mungu analinda hatima ya kila mmoja wetu. Through the new covenant, God protects our destinies. Maadamu wewe ni mshiriki wa agano jipya, nataka uwe na uhakika utafikia ndoto zako. Maadamu wewe ni mshiriki wa agano jipya, una uhakika wa kufikia hatima njema. As long as you are partaker of the new covenant, you will reach your destination. Lazima ufikie hatima yako. You have to reach your destination. Hata kama watainuka maadui 100 mbele yako, even the enemies will come up upon you, kupitia agano lake Bwana atawasambaratisha, watakimbia mbele yako kwa njia 7. Through his covenant, God will destroy them and they will run in 7 ways. Lazima uyafikie malengo yako. Haleluya. You must reach your destiny. Hallelujah. Kwa sababu Baba aliyekuokoa na akakukabidhi kwa Yesu Kristo ana nguvu kuliko wote. Because the Father who brought you unto Jesus has all powers. Kwa hiyo sasa, kama kuna mtu ana wasiwasi kwamba labda shetani atanishinda, if somebody is worried that he will be defeated by the devil, nataka huo wasiwasi uondoe kwa sababu ya agano jipya. I want that worry to be out because of the new covenant. Biblia inasema agano jipya ni agano bora kuliko agano la kale. The Bible says the new covenant is a better covenant than the old covenant. Kwa sababu agano la kale lilikuwa ni agano kama kivuli cha agano jipya. Because the old covenant was a shadow of the new covenant. Sasa unajua mtu ambaye anaishi kwenye kivuli hana utumaini, kwa sababu kivuli kinaweza kupotea wakati wowote. You know, when somebody live in a shadow, which means a shadow can disappear anytime. Lakini sasa tunalo agano ambalo ndio agano la milele. But we have a covenant of everlasting. Hakutakuja kuwa na agano lingine tena baada ya hili. We won't have any covenant after this. Na ndio maana ni lazima uwe na uhakika kwamba utaifikia hatima yako. And that is the reason why you must be assurance of reaching your destination. Piga kelele kama unaamini kwamba Bwana analinda hatima yako. Shout when you believe that God is protecting your destination. Lakini jambo lingine ambalo unapaswa kufahamu kuhusiana na agano. Another thing that you are supposed to know about the covenant. Agano lina nguvu ya kubeba maisha ya mtu pale ambapo uwezo wake umefika mwisho. The covenant has powers to carry a person's lives when their own ability is at the end. Nasema agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, the covenant of Jesus Christ, lina nguvu ya kubeba maisha yako hata kama wewe uwezo wako umefikia mwisho. It has power to carry your ability even if your powers is limited. Kwa hiyo Yesu kupitia agano jipya anawabeba watu wake na kuwafikisha kwenye hatima zao hata kama nguvu zao zimefika mwisho. Jesus, through his covenant, he carries people to reach their destination even though their end is about. Kwa hiyo usiangalie uwezo ulio nao, muangalie uwezo alio nao Mungu kwa ajili yako. Don't look at the ability you have, but look at the ability that Jesus have on your life. Hivi unafikiri nini kuhusiana na habari za Gideon? What do you think about the stories of Gideon? Biblia inasema Gideoni alikuwa ni miongoni mwa jamaa ambao ni maskini katika Israeli. The Bible says that Gideon was from people who are very poor. Na alikuwa anaogopa sana taifa la Wamidian. And he feared the people from Midian. Na maandiko yanasema alikuwa anajificha kwenye mapango akipepeta ngano huko. The Bible said that he was eating himself while trying to wave the wheat. Lakini Mungu alikuwa ameplani kufanya agano na Gideon. But God planned to make a covenant with Gideon. Agano la kuwaokoa Waisraeli na kuiokoa familia yake. The covenant to rescue the Israelites. Mungu alimwambia Gideoni, usiogope kwa sababu utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. And God told the Gideon to not be afraid because he will fight the Midians. Kwa sababu mimi niko pamoja na wewe, ndani yako nimeweka uwezo kidogo, lakini kupitia huo uwezo utawapiga maadui zako. Because with you I've given you powers, but through those powers you will defeat them. Kwa kupitia agano Mungu alimbeba Gideoni, akawa na uwezo wa kuwapiga Wamidiani kama mtu mmoja. So through the covenant God gave the Gideon the powers to defeat the Midians. Kupitia agano jipya utayashinda mapepo. Through the new covenant you will defeat the evil spirits. Kupitia agano jipya utashinda umaskini wako. Through the new covenant you will defeat the poverty. Kupitia agano jipya utayashinda magonjwa. Through the new covenant you will defeat the sickness. Kupitia agano la Bwana wetu Yesu Kristo utayawashinda wachawi. Through the new covenant you will defeat the wicked. Chochote kilichosimama mbele yako nataka ukihesabu kimeshindwa mbele yako. Anything that stood upon you, say that you will defeat it. Piga kelele, sema amen. Say amen. Angalia katika kitabu kile cha Kutoka. Let us look at the book of Exodus.
Nimekwambia agano lina nguvu ya kubeba maisha ya mtu hata pale ambapo mtu huyo ameishiwa uwezo au amefika mwisho. I told you that covenant has powers to carry a person's life when the ability has come to the end. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 24 na 25, when you look at the book of Exodus chapter 2 24 to 25, Biblia inasema Mungu akasikia kuugua kwao. The Bible says that God listened to their sufferings. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. God remembered the covenant the covenant with Abraham and Isaac and Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. So God looked on the Israelites and concerned about them. Sema amen. Say amen. Mungu hakuangalia wana wa Israeli na kusikia kilio chao kwa sababu tu ya wale maumivu waliokuwa nayo. God did not look at the Israelites because of the pain that they were going through. Wala kwa sababu ya haki ambayo walikuwa nayo. Or because of the righteousness that they had. Mungu aliwakumbuka kwa sababu ya agano lake na Ibrahim na Isaka na Yakobo. God remembered them because of the covenant he had with Ibrahim, Isaac and Jacob. Agano hili ndio lile ambalo lilikuwa linamtaka Mungu kuwatoa wana wa Israeli kwenye mateso Misri. And that covenant was the one that to bring the Israel from the pain. Sasa agano jipya liko hapa na linamtaka Mungu kukuokoa na mateso yako yote. And the new covenant is here so that he can bring you from all your pains. Nasema agano jipya liko hapa na linamtaka Mungu akuokoe kwenye mateso yako yote. The new covenant is here just to bring you out of the pains. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwamba itakuwaje, kwa sababu Yesu Kristo tayari amekwisha simika agano jipya. So don't worry because Jesus Christ has brought the new covenant. Kwa hiyo mlango wa wewe kuokolewa na kukumbukwa na Mungu uko wazi. So the door to be remembered by God is obvious open. Inua viwango vyako vya imani, Mungu yuko kwa ajili yako. Uplift your faith, God is on your side. Usiiname wala usikate tamaa. Stand without losing hope. Kama Mungu alivyowakumbuka wana wa Israeli kwenye mateso yao kwa sababu ya agano, as God remembered the Israel through their pains because of the covenant, yuko hapa Mungu kukumbuka kwa sababu ya agano aliyofanya Yesu kwa ajili yako. He's here to remember you through the covenant he made through Jesus Christ. Wala shetani asikuwekee hatia moyoni kwamba ustahili kukumbukwa. Let the devil not to accuse you that you will not be remembered. Nataka kila mmoja awe na uhakika kwamba leo umekumbukwa kupitia agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. I want everybody to be assured that you have been remembered through the covenant of Jesus Christ. Piga kelele, sema amen, hallelujah. Shout and say amen. Unapitia mateso, you are passing through the pain, unapitia tabu fulani, you are passing through the pain and suffering, unapitia dhiki fulani kwenye maisha, you are passing through pain, unapitia mkwamo fulani wa kibiashara na kiuchumi na kifedha, you are passing through staggering of the wealth. Leo Bwana anakwenda kukutoa kwenye huo mkwamo ambao umekwama muda mrefu. God is going to bring you out from that stagnant. Piga kelele, sema amen. Say amen. Sasa hapa nimekuwekea pointi 3 muhimu kuhusiana na agano. We have 3 important points that 3 points about the covenant. Hapa nimekuwekea pointi 3 muhimu kuhusiana na agano. I put for you 3 important points about the covenant. Kwa hiyo kila utakapomwambia Mungu nikumbuke, whenever you will tell God remember, utamwambia Mungu nikumbuke sawa sawa na agano lako. You will tell God to remember you as his covenant. Kwa sababu agano liko pale kumkumbusha Mungu na kumbana na kumtaka akutendee sawa sawa na agano lake. Because the covenant is there to remind God so that he can do according to his covenant. Jambo la kwanza unalopaswa kufahamu kuhusiana na agano. The first thing that you should know about the covenant, agano humuinua mtu aliyesahauliwa. The covenant uplifts a forgotten person. Nataka ufahamu kwamba agano liko pale kwa ajili ya kumtafuta mtu aliyesahauliwa. I want to tell you that the covenant is there to look for a person who has been forgotten. Inawezekana wewe ni miongoni mwa watu ambao wamesahaulika. It can be you're the one who have been forgotten. Unafikiria kwamba Mungu amekusahau. You may think God has forgotten about you. Wazazi wako wamekusahau. Your parents have forgotten about you. Mume wako amekusahau. Your husband has forgotten about you. Au watoto wako wamekusahau.
even your children has forgotten about you. Umesahaulika na ndugu zako na jamaa zako na hata majirani. You have been forgotten by your brothers and neighbors. Lakini nataka nikwambie agano jipya liko hapa kukuweka mahali ambapo utakumbukwa. I am telling you that the new covenant is here to put you in the place to be remembered. Piga kelele, sema amen, hallelujah. Shout and say amen. Kwa hiyo agano jipya liko hapa kukuinua wewe uliyesahaulika. The new covenant is here to lift a person who has been forgotten. Uliyesahaulika kwenye magonjwa unainuliwa tena. You have been forgotten in the sickness, you are going to be remembered. Uliyesahaulika kwenye umaskini unainuliwa tena. You have been forgotten in the poverty, you are going to be lifted again. Nasema uliyesahaulika katika hali ya kukata tamaa na kukataliwa umekumbukwa leo. You have been forgotten to give up, you are going to be remembered today. Uliyesahaulika katika hali ya kukata tamaa umekumbukwa leo. You have been forgotten in the situation of giving up, you are going to be remembered today. Unayeteswa na taabu mbalimbali za mapepo na wachawi leo umekumbukwa kwa jina la Yesu. You are being suffering from the evil spirit, you are going to be remembered by Jesus today. Kwa hiyo agano liko pale kumuinua mtu aliyesahaulika. So the covenant is there to lift a person who has been forgotten. Kama unahisi kwamba umesahaulika, if you are feeling that you have been forgotten, ondoa wasiwasi, leo umekumbukwa kupitia agano lake. Don't be worried because you are going to be remembered through the covenant. Hebu inua mkono, sema asante Yesu kwa kunikumbuka. Lift up your hand, say thank you Jesus for being remembered. Tunaona wakina mama wanazaa watoto na wanawatupa majalalani. We can see the mothers are giving birth and they are throwing them to the pit. Lakini Bwana anasema kupitia agano langu, but the Bible said through his covenant, sitakusahau wewe. I will not forget about you. Sitakusahau wewe. I will not forget about you. Sitakusahau wewe. I will not forget about you. Wewe uliyesahaulika leo Bwana amekukumbuka kwa jina la Yesu. You a person who have been forgotten, Jesus is going to remember you today. Wangapi wanaamini kwamba hawajasahauliwa? How many are sure that they are not forgotten? Na shetani asikuhubiri kwamba umesahaulika. And let the devil not preach for you that you have been forgotten. Alama ya kwamba Mungu hajakusahau ni hii. The mark that assured us that God has not forgotten us is this. Ujumbe ninaohubiri leo ni alama kwamba Mungu hajakusahau, amekukumbuka. The theme that I'm preaching today shows that God has not forgotten about you. Kama Mungu angekuwa amekusahau asingeniruhusu nikuhubiri ujumbe huu. If God had forgotten about you, he would not allow me to preach this theme today. Haujasahaulika. You have not been forgotten. Haujatupwa. You have not been thrown. Haujaachwa. You have not been left. Leo Bwana amekukumbuka kwa jina la Yesu aliye hai. Today God has remembered you through Jesus' name. Kila kilichojaribu kuonyesha kwamba umesahauliwa leo kitatupwa nje kwa jina la Yesu. Everything that has shown that you have been forgotten is going to be thrown out through Jesus' name. Leo nataka nikuonyeshe nguvu ya agano katika kuinua maisha ya mtu aliyesahaulika. Today I want to show you the powers of the covenant to lift the person who have been forgotten. Inawezekana uko pale umesahaulika katika nyumba za kupanga. Sometimes you have been forgotten in the renting houses. Watu wanajenga nyumba wanakaa ndani yake, wewe uko kwenye nyumba za kupanga tu. People are building and migrating, but you are in the renting house. Ni kama umesahaulika huko. You have been forgotten there. Nataka nikwambie hujasahaulika. I want to tell you have not been forgotten. Ndio ile siku aliyoikusudia Bwana kukutendea mema. This is the day that God has made to do for you favor. Kwa kuwa Bwana amekukumbuka na kutoa chini anakuleta juu sasa. Because God is going to remember you to bring you from down to high again. Sikuwa nafikiri kwamba nitakuwa ni mtu ambaye watu wanaweza wakanisikiliza. I was not thinking that some people can listen to me. Lakini kupitia nguvu ya agano Mungu alinikumbuka na akanitafuta popote nilipokuwa. But through the powers of the covenant, God looked for me wherever I was. Bila kujali umesahaulikia wapi, Mungu atakutafuta. Without knowing where you have been forgotten, God will look for you. Biblia inasema Daudi alikuwa ni mtoto mdogo katika familia ya Yese. The Bible said that David was a young born in the family of Jesse. Na alikuwa hana sifa yoyote ya maana. He did not have any qualification. Kwa hiyo baba yake alimpa tu kazi ya kuchunga kondoo kule porini. So just the father gave him the work to be a shepherd. Wale waliokuwa na nguvu na wanaonekana watu wazuri walikuwa pamoja na mfalme vitani huko. Those who were looking so good was with the king there. Lakini wakati ulipofika wa Mungu kufanya agano na Daudi. But when the time reached when God wanted to do the covenant with the David. Mungu alimtafuta Daudi ambaye alikuwa amesahaulika na baba yake na ndugu zake. God looked for the David who was forgotten by the father and the brothers. Hata Samueli alipofika katika nyumba ya Yese ili kumtia Daudi mafuta hakumkuta nyumbani. When Samuel reached to the home of Jesse so that he can pour the oil, he was not there.
Hata Yese alipoambiwa waite watoto wako, aliwaita wale ambao alikuwa anafikiri ndio watu wa maana. Even when Jesse was told to call his children, he called those that he was thinking of. Daudi alikuwa amesahaulika wala hakuitwa miongoni mwa watoto wa Yese. David was forgotten and he was not called among the children of Jesse. Kwa hiyo Mungu akamwambia Samueli, hapa hayupo niliyemchagua. And Samuel told Jesse that there is nobody who have been chosen here. Kwa hiyo Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? And Samuel asked Jesse, is all your children here? Akasema amesalia mmoja wao mdogo, yuko huko anachunga kondoo. Said that it remained only one of the young one is there looking after the cattle. Akasema basi hatutaketi mpaka huyo aje. And he said that we will not sit until that one brought. Mimi nasema hawatakaa mpaka Bwana atakapokuibua kutoka mahali ulikosahaulika. I'm saying that they will not sit until God will uplift where you have been forgotten. Nasema hawatakaa mpaka Bwana atakapokuibua kule ulikosahaulika. I'm saying they will not sit until God will uplift where you have been forgotten. Hata kama unafikiri wewe ndio mdogo na wa mwisho, lakini Bwana amekuchagua wewe. When they think that you are the young one, the God has chosen you. Amekuchagua ili kushangaza ulimwengu miongoni mwao. He has chosen you to surprise the world among themselves. Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 8. 2 Samuel 9:1 up to 8. Mtumwa wako Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako. Wewe unasikia? Nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, ambaye mimi nilifanya naye agano. Nawe utakula chakula mezani pangu daima. Utakula chakula mezani pangu daima. You will eat on my table forever. Akasujudu akasema. Angalia, huyu aliyesahaulika akasujudu akasema. You see, the forgotten person bow and said, mimi mtumwa wako ni nini? Mimi mtumwa wako ni nini? Hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi. Hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi. Mbwa mfu kama mimi. Hiyo ndio nguvu ya agano. Hata kama unajiona wewe ni mbwa mfu, nasema Bwana atakuangalia kwa jina la Yesu aliye hai. The God will look at you. Biblia inasema kwa sababu ya agano la Daudi na Jonathan. Because of the covenant of David and Jonathan. Haikujalisha Mefiboseti alikuwa na hali gani. It doesn't matter Mephibosheth was in which condition. Na ile nguvu ya agano ililazimisha Daudi kumtendea mema. The power of the covenant made David to do it, to do good deed. Hata kama Mefiboseti alikuwa anajiona ni mbwa mfu, even if Mephibosheth saw that he's a dead dog, agano lilikuwa linamuona ni mtu anayestahili kutendewa mema. But the covenant saw is a person to be good, to be done good. Hata kama unajiona wewe ni mbwa mfu na watu wamekukataa na kukusahau, even if you see yourself as a dead dog and people have forgotten about you, agano linakuona wewe ni mtu anayestahili kutendewa mema. The covenant see that you are a person to be done good deed. Biblia inasema kwa sababu ya agano la Daudi na Jonathan lilimfanya Mefiboseti aliyesahaulika mavumbini. The covenant of the David and the Jonathan made the Mephibosheth who has been forgotten kuja kukaa kwenye meza ya mfalme na kula vyakula vya kifalme, and sit together with the king in the table and eat together with the king. Na ndio maana Biblia inasema ametufanya kuwa uzao wa kifalme, ukuhani mtakatifu. Because the Bible says that he has made us the children of kings. Kwa hiyo sasa tayari wewe, hata kama umezaliwa kwenye familia duni huko kijijini kwenu, even if you have been born in a very limited family, hata kama umezaliwa kwenye familia duni sana kijijini kwenu, a very limited family from the deep village, nataka nikwambie, maadamu uko ndani ya Yesu, tayari uko ndani ya agano. As long as you are in Jesus, you are in the covenant. Na agano linakuona kwamba wewe unastahili kula katika meza ya mfalme. And the covenant says you are worthy eating together with the king. Nataka nikwambie umekumbukwa leo na utakula mbele ya mfalme kwa jina la Yesu. I'm telling you, remember today you are going to eat with the king today. Na kupitia agano alilolifanya Yesu Kristo, Bwana amekumbuka hali zetu zote. Through the covenant that was made by Jesus Christ, he has remembered all our situations. Nani ameweza kuona nguvu ya agano katika kumkumbuka mtu? Hallelujah. How many have seen the powers of the covenant in being remembered? Kwa hiyo usijione umesahauliwa. Don't see yourself as being forgotten. Mungu hajakusahau. God has not forgotten about you. Kama
Daudi ambaye ni mwanadamu alifanya agano na mtu na hajasahau lile agano, if just David, a normal person, and made covenant with the person and did not forget about it, sasa je, Mungu aliyefanya agano la milele atakusahau vipi? what about God who has made the everlasting covenant? Nasema kama jinsi ambavyo Mephibosheti alikumbukwa kwa sababu ya agano, wewe Bwana amekukumbuka pia kwa sababu ya agano lake. As Mephibosheth was remembered through the covenant, God also is going to remember you through the covenant. Sio kwa sababu ya matendo mema au sifa yoyote ulionayo, kwa sababu ya agano lake tu amekukumbuka. Not because of the qualities that you have, but because of the covenant, He's going to remember you. Kwa leo kuna wakina Mephibosheti wataitwa na kula katika meza ya mfalme. Today we have Mephibosheth that will be called and eat together with the king. Na hilo litatimia neno lililoandikwa hivi. And the word will be fulfilled. Ameandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. He has prepared the table in front of my enemies. Umenipaka mafuta kichwani na kikombe changu kinafurika. He has smeared me with the oil and my cup is full. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo agano liko pale, lina nguvu ya kubadilisha nafasi yako. The covenant is there. He has power to change your positions. Linakutoa chini, linakuweka juu. It removes you from the bottom to up. Angalia katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 8. Let us look at the book of Ephesians chapter 2 1 up to 8. Nataka mwambie mwenzako, muangalie usoni mwenzako. I want you to look the face of your neighbor. Wakati unafungua kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 8 pale, nataka kila mmoja muangalie usoni mwenzako. Look at the face of your neighbor. Mwambie, ndugu yangu, nataka hii habari ikufikie. Mwambie, nataka hii habari ikufikie. Tell my friend, I want this message to reach you. Kwamba agano la Bwana wetu Yesu Kristo, that the covenant of Jesus Christ, linayo nguvu, it has powers ya kubadilisha nafasi yako, to change your position kutoka chini kwenda juu, from low to high, bila jitihada zako, without your own effort. Kuna mtu leo anakwenda kubadilishiwa nafasi bila jitihada yake. Somebody's position is going to be changed without his effort. Nasema kuna mtu anaenda kubadilishiwa nafasi bila jitihada yake. Somebody's position is going to change without his effort. Kuna nafasi inahamishwa hapo bila jitihada yake. There is a position being changed without it. Nasema kiwango chako kinainuka kutoka chini kwenda juu bila jitihada yako. Your level is uplifted without your own effort. Bwana anakwenda kufanya jambo jipya na litatokea kwenye maisha yako. God is going to do a new thing, is going to happen to you. Na kila atakayeliona jambo hilo atawashwa masikio yake. And everybody here, it will be amazed. Hilo jambo linatendeka sasa kwenye maisha yako wewe. That thing is happening now in your life. Piga kesema amen. Shout and say amen. Nataka usome pale katika kitabu cha Efeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. I want you to read from the book of Ephesians chapter 2 verses 1 up to 8. Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Angalia, tulikuwa wafu. See, we were dead. Hivi nani anaelewa maana ya mfu? Who is understanding about a dead person? Yaani mfu ni mtu asiye na thamani yoyote. A dead person does not have any value. Sasa Biblia inasema tulikuwa wafu. The Bible said that we were dead. Lakini kupitia agano tukakumbukwa. But through the covenant we were remembered. Nataka usome hayo maandiko yote mpaka mwisho sasa. Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, even those days when we were dead because of our sins, kupitia agano la Bwana wetu Yesu Kristo, through the covenant of Jesus Christ, ametuhuisha na kutuleta kuwa hai tena. He has transformed us to the living again. Nasema hata kama umekata tamaa kiasi cha kujiona kwamba wewe ni mfu, even if you have lost hope as you think you are a dead person,
Nakwambia hivi leo umekumbukwa na unaenda kuletwa katika kiwango cha uhai tena. I'm saying that today you have been remembered and you will be Wangapi wanasema nimeletwa katika kiwango cha uhai tena? You will be brought to life again. Hili jambo lingine ambalo unapaswa kufahamu kuhusiana na nguvu ya agano. Another thing that you are supposed to know about the powers of the covenant. Katika kumuinua mtu aliyesahaulika. In uplifting a person who have been forgotten. Unapaswa kufahamu kwamba you are supposed to know that nguvu ya kisheria ya Mungu, the legal powers of God, katika kumfungua mtu aliye katika matatizo, to deliver somebody from the problems, iko katika yale maneno yaliyoambatanishwa au yaliyofungamanishwa na agano lenyewe. Is found in the word containing his covenant. Nakwambia hivi, Mungu haangalii matatizo yako au udhaifu wako. God does not look at your problems or weakness. Anaangalia yale maneno yaliyofungamanishwa na lile agano. He's looking at the words that are being bound through that covenant. Na nitakuonyesha maneno yaliyounganishwa au yaliyofungamanishwa na agano. And I will show you the words that have been bound to that covenant. Ambayo ndio Mungu anayaangalia ili kukukumbuka. That God is looking unto so that he can remember you. Kwa hiyo shetani asikubabaishe kukuletea propaganda zake. So let the devil not disturb you, bring his gossip. Asikuletee kabisa propaganda za kuambia wewe huwezi kukumbukwa. Let it not bring for you the gospel that you will not be remembered. Mungu hasikilizi umbea. God does not listen to the gossips. Mungu hasikilizi propaganda. He does not listen to the gossips. Analiangalia agano lake. He's looking at his covenant. Agano lake linasemaje? What does the covenant say? Mungu atatenda sawasawa na agano linavyosema. God will do according to the covenant. Kuna watu mtatendewa sawasawa na agano linavyosema leo. There people will be done to according to the covenant. Hautatendewa sawasawa na anavyosema mchungaji Pascal. You will not be done according to what the Pastor Pascal is saying. Utatendewa sawasawa na agano linavyosema kupitia neno. But you will be done according to what covenant is saying. Kama Mungu amesema nitakuinua kutoka mavumbini, when God say I will bring you from the dust, uwe na uhakika utainuliwa kutoka mavumbini. Be assured that you will be lifted from the dust. Kama amesema nitakuinua kutoka chini nikuweke juu, when he say he will lift you from low to higher, uwe na uhakika utainuliwa kutoka chini utawekwa juu. Be assured that he will lift from low to higher. Na hata kuwepo binadamu mwenye umbea atakaye kusema kwamba huwezi kuinuliwa. And there will be no human being saying that you will not be uplifted. Kwa hiyo wewe unatakiwa kusikiliza kile Mungu anachosema na sio watu wanachosema. You are supposed to listen to what God said, not what people are saying. Kama Mungu amesema nimekukumbuka, when God say I've remembered, usiangalie watu wanasema nini kwa habari ya maisha yako. Don't look what people are saying about your life. Wanadamu ni watu tu ambao leo watasema, kesho watanyamaza na watakufa. Human beings are people who used to say and tomorrow will pass by. Lakini neno la Mungu ni la milele, halitapita kamwe. The word of God is forever lasting, will not pass by. Sema kwa sauti amen. Say amen. Kwa hiyo nguvu ya kisheria ya Mungu ipo katika yale maneno yaliyoambatana na agano lake. The legal power of deliverance from the various problems is found in the word containing the covenant. Sasa tuangalie jambo la pili. Let us look at the second. Nimekuambia nimekuwekea hapa mambo matatu kuhusiana na agano. I said that I put for you 3 things concerned about the covenant. Jambo la pili, the second item. Agano limebeba vipengele vinavyokupa wewe nafasi ya kukumbukwa katika maeneo mbalimbali ya maisha yako. The covenant contains components that give you a chance to be remembered in different areas of life. Nasema hivi, agano limebeba vipengele ambavyo vinafanya wewe Mungu akukumbuke katika maeneo yako mbalimbali. It contains the components that will give a chance to be remembered. Kwa hiyo Mungu yuko pale anaangalia vile vipengele. God is there looking at those components. Wangapi wamewahi kumiliki au wanamiliki gari? Nani anamiliki gari hapa? Wanaomiliki gari tuinue mkono juu. How many own the car here? Ambao tunamiliki gari. You are owning the car. Ambao tunamiliki gari inua mkono basi, acha kushangaa. Those who are owning the car, lift up your hand. Gari inaundwa na component mbalimbali. A car is being made of different components. Kwa hiyo gari inapoharibika, mwenye gari atupi gari. When the car breaks, the owner does not throw it. Anaangalia ni kifaa gani kilichoharibika. He look at which item got broke. Anakitoa
he remove it, anaweka kipya. he put a new one. Kwa hiyo agano limebeba vipengele mbalimbali kama jinsi ambavyo gari nayo ina vipengele mbalimbali. So the covenant carries numerous items as the car also carry the other components. Kwa hiyo Mungu yuko hapa kuangalia ni kipengele gani kimekwama, atakitoa, ataweka kipya. So God also going to check which component is lost so that he can put a new one. Hata kama una tatizo la ugonjwa wa figo, ataiondoa figo iliyoharibika, ataweka figo mpya. Even if you have a problem of kidney, will remove it and put a new one. Hata kama una tatizo la moyo, ataondoa moyo mbovu, atakupa moyo mpya. Even if you have a problem of heart, will remove, of liver, will remove it and put a new one. Anasema nitawaondolea moyo wa jiwe, nitawapa moyo mpya wa nyama. I will remove a stonish heart and put for you the flesh heart. Aliyekuumba ana spare za viungo vyako. Who created you as the spares? Kwa hiyo agano limebeba vipengele mbalimbali ambavyo kupitia hivyo vipengele Mungu atakukumbuka. The covenant carries the components that through the components God will remember you. Na hapa nitakuonyesha vipengele kadhaa katika tunavyoendelea kukufundisha. I will show you various the components as we continue teaching each other. Muulize mwenzako, unapenda Mungu akukumbuke kwenye kipengele gani? Ask the neighbor, what component do you want God to remember me in? Kwa mfano kwenye kipengele cha magari unaweza kuwa unatembea unasikia gari inagonga. For example, when you are for example the component of the car, when you are driving you can hear Knocking. the car is knocking. Sasa kuna wakati fulani nitaka nitupe gari. And sometimes you want to throw it. You want to throw the car away. away. Nilikuwa nikiendesha kidogo inachemsha. Because whenever you drive it, it overheats. Kwa hiyo nikasema hii gari mbona ina overheat kila wakati? And you are asking why the car is overheating every now and then. Kwa hiyo nikaichukia na nikawa nataka niitupe kabisa. And now I want to throw it away. Lakini kumbe tatizo la overheat ile gari lilikuwa ni tatizo dogo sana. But the problem of overheating of the car was very little. Nikaenda kwa mtaalamu mmoja wa gari akaniambia unapaswa usafishe radiator yako. I went to the specialist and told me that you are supposed to clean the radiator. Kwa nilipoenda na kusafisha ile radiator, when I went to clean the radiator, gari ikawa mpya. The car was new again. Kwa hiyo kuna mtu yuko hapa amekata tamaa kabisa kwa maisha yake yote. There's somebody have loosened hope in his life. Kinachomfanya akate tamaa maisha yake yote ni kipengele kimoja tu. What makes this person to lose hope is only one component. Hicho kipengele kinachokatisha tamaa Mungu amekiona. That component that making to give up, God has seen it. Na anakwenda kukishughulikia na unakwenda kuwa mpya. And he's going to work on it and you're going to be a new. Nasema hicho kipengele kinachokatisha tamaa Mungu amekiona. I'm saying that component, God has seen it. Na kwa hiyo Mungu atakiondoa hicho, ataweka kipya. God is going to remove it and put a new one. Hata kama uliwahi kuwaza na kusema siwezi kuwa mwenye furaha tena. And even when sometimes you are thought and saying that I cannot be happy again. Hicho kipengele kinachosababisha ukose furaha. That component that making you losing happiness. Kupitia agano la Bwana wetu Yesu Kristo. Through the covenant of Jesus Christ. Bwana anaenda kuondoa hicho kipengele. God is going to remove that component. Alafu anaenda kuweka kipengele kipya. And put another item again. Alafu neno la Bwana litatimia kwenye maisha yako linalosema. And the word of God is going to fulfill as says. Furahini katika Bwana siku zote. Be happy through God every day. Kwa hiyo siku zote unapaswa kufurahi. Every day you are supposed to be happy. Yani you are supposed to be rejoicing. Hallelujah. In the Lord. Mwambie mwenzako rejoice in the Lord. Mwambie mwenzako rejoice mbele ya Mungu. Kwa hiyo hicho kinachokufanya ukose furaha. That thing that make you lose joyness. Hicho kipengele kinaenda kuondolewa. That component is going to be removed. Na kinawekwa kipengele kipya. And we put a new component. Ili uweze kuendesha maisha yako kwa furaha ndani ya Yesu. So that you can drive your life in happiness or joyness in Jesus Christ. Piga kelele sema amen. Shout say amen. Yeah. Hata kama kuna mtu yuko hapa amekata tamaa kiasi cha kufa. Even if there's somebody lose hope at the end of dying. Nataka nikwambie hivi, hutakufa. I want to tell you won't die. Nakwambia hutakufa. You won't die. Narudia tena kwa neno la Bwana, hutakufa. You won't die. Nasema 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 hutakufa. You won't die. Utaishi uyatangaze matendo ya Bwana. Live to proclaim the goodness of God. Sema amen. Say amen. Wangapi wanapenda niendelee kidogo? How many want me to proceed a little? Sasa nataka nikuonyeshe vipengele kadhaa ambavyo vimebeba au viko ndani ya agano. I want to show you some components that are in the covenant. Kumbuka nimekwambia nguvu ya kisheria ya Mungu
ya kutufungua kutoka kwenye matatizo mbalimbali iko katika maneno yaliyoambatanishwa katika agano. Remember, I told you that the legal powers of God to deliver us from various problems is found in the words contained in his covenant. Kwa hiyo sasa agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, So the new covenant of Jesus Christ, limebeba vipengele vifuatavyo. it carries the following components. Hapa nimekuwekea vipengele muhimu vinne tu, vinatosha, I put for you all important 4 components ambavyo Mungu anaviangalia ili akutendee mema. that God look unto so that he can do it. It can do Kipengele good cha to you. kwanza, The first item or component, agano la Bwana wetu Yesu limebeba kipengele cha msamaha wa dhambi. the first component is forgiveness of sin. Kama shetani anafikiri atakuwa kwa sababu kuna dhambi fulani ambayo ulitenda, As the devil thinks that he will kill you because of the sin that you have done, nataka nikwambie Yesu Kristo yuko pale kwa ajili ya kukusamehe. I'm telling you that Jesus is there to forgive you. Imeandikwa katika kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. It has written from the book of John chapter 1 verses 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. First letters of John chapter 1 up to 9. Imeandikwa, kama mtu akitenda dhambi, He said that if somebody has done evil, tunaye mwombezi kwa Bwana wetu Yesu, kwa Mungu Baba ambaye ni Yesu Kristo. we have a prayer who is Jesus Christ. Yeye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu kwa Mungu. Is the mediator between us and God. Hebu nisomee pale, nafikiri ni waraka wa kwanza au ni Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Msoma pale mara moja. First John chapter 1 verses 6. Chapter 9 1. Sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, neno la Mungu linasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Unaona, kama shetani anajaribu kutaka kukuua kwa sababu eti umetenda dhambi, If the devil want to kill you because you have done a sin, agano linasema, the covenant says, kama tukiziungama dhambi zetu, if we confess our sins, yeye ni mwaminifu, he is faithful, anatusamehe he forgive us na kutuondolea maovu yetu yote. and remove all our unrighteous. Lakini angalia katika kitabu kile cha Zaburi ya 103 We look at the book of Psalms 103. mstari wa 3, anasema akusamehe maovu yako yote. Forgive all our sins. Kwa hiyo Mungu yuko pale kupitia agano lake kutusamehe maovu yote. So God is there through his covenant to forgive our sins. Unaweza ukaangalia katika kitabu vile cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa You 7, can look at the book of Ephesians chapter 1 verses 7. Mika sura ya 7 mstari wa The book 18. of Micah 7 Hebu verses. nisomee Mika sura ya 7 mstari wa 18. Let us look at the book of Micah. Kwa wale mnaoandika maandiko ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, Zaburi ya 103 mstari wa 3, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7, na sasa tunasoma Mika sura ya 7 mstari wa 18 na wa 19. For those who are writing 1 John 1 up to 9, Psalms 103 verses 3, Ephesians chapter 1 verses 7, Micah 7:18 up to 19. Soma pale. We read. Mika sura ya 7 mstari wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linasema, ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Kwa maana Mungu hufurahia rehema. For God is, atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Kwa hiyo Mungu yuko pale kutupa dhambi yako kwenye kilindi cha bahari. so God is there to throw your sins in the deepest sea, Na anafurahia kukusamehe. and is happy to forgive. Lakini kipengele cha pili And the second component, kilichobebwa kwenye agano, which is carried in the covenant, agano limebeba kipengele cha uponyaji. the covenant carries the healing. Kipengele cha uponyaji. It carries the component of healing. Isaya 53 mstari wa 5. Isaiah chapter 53 verses 5. Angalia katika kitabu cha Isaya 55 pale. Isaiah chapter 53 verses 5. Isaya sura ya 55 53. Chapter
Isaya sura ya 53 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Angalia, agano limebeba uponyaji. The covenant has carried healing. Kwa sababu yeye katika lile agano alijeruhiwa kwa ajili ya maovu yetu. Because through the covenant he was injured because of our sin. Adhabu iliyokuwa tupate sisi ilimpata yeye. Na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Through the punishment we were brought to peace again. Kwa hiyo wewe una haki ya kuponywa kwa sababu agano ndio limebeba kipengele cha uponyaji. You have the right to be healed because you have been, the covenant has carried the healing. Kwa hiyo unaenda kuponywa mchana wa leo. You are going to be healed today. Nasema unakwenda kuponywa mchana wa leo. You are going to be healed this afternoon. Lakini vile vile agano jipya limebeba kipengele cha utajiri na heshima. The covenant also carried the wealth and honor. Kuna watu wanajiona katika hali ya umaskini siku zote kwenye maisha yao. Yes, people who have seen themselves in life of poverty. Lakini kwa sababu hawajui kile ambacho Yesu amefanya kupitia agano kwa ajili yao. It is because they don't know what God has done through the covenant in their life. Wangapi wanafahamu kile Yesu amefanya kwa ajili ya maisha yao? How many knows what God has done in their life? Kama unakubali kuwa maskini wa chini kabisa, ni wewe mwenyewe umekubali. If you will allow yourself to be poor, you are the person who allowed. Lakini Yesu kupitia agano lake alifanya kitu ili wewe usiwe maskini. But Jesus through his covenant, angalia katika kitabu kile. Look at the Bible. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 9. The 2 Corinthians 8:9. Hem, soma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 9, lakini vile vile Mithali sura ya 10 mstari wa 22. And also read the 2 Corinthians 8:9 and Proverbs 10:22. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Umesikia? Umeona neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, alifanyika maskini ili sisi tupate kuwa matajiri. You have seen the grace of Jesus Christ. He became poor so that we can be rich. Kwa hiyo sasa wewe unalidefine vipi hilo andiko? How do you define this chapter? Hii ni wazi kwamba Yesu alibeba umaskini wako. It is the words that God carried our poverty. Kwa hiyo wewe haustahili kuwa maskini. So you don't deserve to be poor. Unapaswa ukatae wewe kuwa maskini kwa sababu Yesu alikwisha ondoa umaskini wako. You are supposed to deny being poor because God has taken your poverty. Unaposoma pia katika kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 22. When you look at the book of Proverbs chapter 10 verses 22, Biblia inasema baraka ya Bwana hutajirisha. The blessings of God enrich people. Wala hachanganyi huzuni nayo. And it does not mix bitterness. Hachanganyi kabisa huzuni yani baraka za Mungu hazina huzuni. The blessings of God does not have bitterness. Baraka ya Mungu ni nini? What is the blessings? Baraka ya kwanza ya Mungu ni wokovu. The first blessing of God is the salvation. Unapopokea wokovu umepokea baraka ya kwanza na kubwa kabisa ya Mungu. When you receive salvation, you receive the first blessing of God. Na hiyo ndio inayofungulia baraka zingine na mafanikio yote ukiwemo utajiri. And that one is that opens all the other blessings. Nasema kwa jina la Yesu kupitia baraka ya Bwana uwe tajiri. I'm saying through the Jesus name be kupitia rich. Baraka ya Bwana utajirike. Be rich. Nasema utajirike. Be rich. Utajirike. Be rich. Na yule pepo anayekataa kwenye fikra zako kwamba utatajirika, ninampasua kwa jina la Yesu aliye hai. That make you to be rich, I'm destroying it in Jesus name. Yule pepo anayekataa kwenye fikra zako kwamba utatajirika, ninampasua kwa jina la Yesu. That devil that is in your mind that you will not reach, I'm destroying in Jesus name. Nampasua kwa jina la Yesu. I'm destroying in Jesus name. Nampasua kwa jina la Yesu. I'm destroying in Jesus name. Nampasua kwa jina la Yesu. Destroying in Jesus name. Hivi unajua kuna mtu yuko pale anakataa kabisa kutajirika, anafikiri ni yeye anakataa, kumbe ni kapepo kako pale kanakataa kwa niaba yake. There is somebody there don't want to be rich. Don't think that is him. Is that the devil that inside him does not want him to be rich.
Mwambie mwenzako, hivi ni wewe kweli? Ever look at your neighbor and say, is it really? Ni wewe unayekataa utajiri kweli au ni kapepo? Is it really you who doesn't want to be rich, or it is a devil? Hivi unajua umaskini umefungwa kwenye fikra za watu. You know that the poverty is locked in people's mind. Lakini vile vile utajiri umefungwa kwenye fikra za watu. It has been bound in people's mind. Na ndio maana Biblia inasema awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. And the Bible says that the way somebody thinks in his heart, that is how he is. Kama unawaza wewe ni maskini, basi wewe kweli ni maskini. If you are thinking that you are poor, surely you are poor. Na kama unawaza wewe ni tajiri, basi hakika hata kama leo huna utajiri utakuwa tajiri. And if you are thinking of richness, even if today you are not rich, you will be rich. Hallelujah. Hallelujah. Muulize mwenzako unawaza nini? Ask your neighbor, what are you thinking? Unawaza nini? What are you thinking? Kwa hiyo kupitia kuwaza, through your thoughts na kunena and speaking, kuna matokeo yatatokea kwenye maisha yako. there's a result that will come out in your life. Mimi hata siku moja sitaki niwaze eti mimi ni maskini. Even one day I don't want to think of being poor. Hiyo nimekataa. I don't want it. Nasema hiyo nimekataa. I don't want it. Narudia tena, hiyo nimekataa. I don't want it. Na kwa kuwa wewe ni mshirika wa kanisa hili na Mungu amekuleta nikulee, because you are a fellow of this church and God brought you to so that I can be teaching you. Hata kama wewe hutaki kutajirika, mimi nakataa hiyo fikra ya umaskini ndani yako. Even if you don't want to be rich, I'm denying that your thought. Nasema hiyo fikra ya kimaskini ndani yako nimeikataa kwa niaba yako. That thinking of poverty, I'm stopping in your mind. Nimeikataa kwa niaba yako. I'm putting it instead of in it. Biblia inasema kuna wengine mtawaokoa kwa moto. There are some people that you will save them through fire. Yaani hata kama mtu hataki anaokolewa kwa nguvu. Even if he doesn't want, you will save him by force. Hivi unajua Lutu na mkewe alikuwa ameng'ang'ana kukaa Sodoma, nchi ambayo inachomwa moto. Lut and his wife was staying in Sodom and Gomorrah, the city which was being burned. Maandiko yanasema Lutu akawa anazunguka tu chumbani, anaingia chumba hichi, anaingia chumba cha watoto, anaingia chumbani kwake, hataki kutoka kabisa. The Lut was just going to each room. He doesn't want to come out. Kwa sababu fikra yake ilikuwa imegandamana na Sodoma na Gomora. Because his mind was born to Sodom and Gomorrah. Lakini Biblia inasema malaika wa Bwana wakamshika mkono wake na mkono wa mke wake na mkono wa watoto wake. The Bible said that the angel of God held his hand together with his family. Wakamtoa kwa nguvu. And remove it by force. Leo namuomba Bwana apeleke malaika wakushike mkono wakutoe kwenye umaskini kwa nguvu. Asking the angel of God to remove toka kwenye umaskini kwa nguvu. Toka kwenye umaskini kwa mkono wa malaika. Nasema toka kwenye umaskini kwa mkono wa malaika. Toka kwenye umaskini. From the poverty. Hivi unajua kuna mtu ameng'ang'ania sehemu hataki kubadilika kabisa. There's somebody who doesn't want to come from that point. Bwana anapeleka malaika wanakutoa kwa nguvu. God is sending the angel to remove by force. Sema amen. Say amen. Sema tena amen. Say amen. Kuna wakati fulani niliwahi kuwatoa kwa nguvu washirika wangu ambao walikuwa wanafikiri wao wana maisha duni ya kuishi kwa kula mboga za majani, tena mboga zenyewe za kuchuma kwenye mashamba ya watu. Lakini vile vile agano limebeba kipengele cha 4 cha kushinda milango ya kuzimu. Also the covenant carries the overcoming the gate of the hell. Nasema agano jipya limebeba kipengele cha wewe kushinda milango ya kuzimu. The new covenant carried the overcoming the gate of the hell. Agano lina kipengele cha kufanya wewe kushinda mapepo, majini na wachawi na vikwazo vyote. He has carried the covenant that you can come over the evil spirits. Kwa hiyo huna sababu ya kuishi kama mnyonge ambaye hana tumaini lolote. You're not supposed to live as a person who is very weak. Ishi kama mshindi. But live as a victorious. Mathayo 16:18. We look at the Matthew chapter 16 verses 8. Biblia inasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Through this foundation I will build my church. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. And even the gate of the evil will not defeat it. Kwa hiyo agano limebeba ushindi dhidi ya milango ya kuzimu. The covenant has carried the overcoming the gate of the hell. Kama unahisi kuna kitu cha kuzimu kinashambulia maisha yako, when you feel there's something that is fighting against you, leo Bwana anakwenda kukupa ushindi kupitia kipengele hiki cha agano. God is going to make you victorious through this component of the. Jambo la tatu.
Third thing. Jambo la tatu ambalo unapaswa kujua kuhusu agano na la mwisho, What you are supposed to know about the covenant, and it's the last item, ni kwamba katika agano jipya kila atakayeliitia jina la Bwana Yesu ataokolewa. in the new covenant, whoever calls on the name of Jesus, of the Lord Jesus Christ shall be saved. Yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Anybody will call Jesus' name will be saved. Kama kuna mtu yuko hapa kwenye matatizo fulani, If there is somebody in a certain problem, akiliitia jina la Yesu anaokolewa. when he calls the Jesus name, he will be saved. Kama kuna mtu yuko hapa anaumwa, amelala kitandani, hawezi kabisa, akiliitia jina la Yesu If anaokolewa. somebody is sick and he cannot, when he calls the name of Jesus, he will be healed. Utaokolewa. You will be saved. Wangapi wanaamini katika kuliitia jina la Bwana Yesu? How many believe in calling Jesus' name? Na ndiyo maana imeandikwa ombeni nanyi mtapewa. That's the reason why you are told that pray and you will be given. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Knock and you will be opened. Tafuteni nanyi mtaona. Look and you will found. Kila tunapoliitia jina la Bwana tunapewa majibu. Whenever we call upon Jesus, we are given the result. Nasema kila tunapoliitia jina la Bwana tunaokolewa. Whenever we call upon Jesus' name, we are saved. Wewe uliyekamatwa na maadui unaokolewa leo. For the person held by the devil, we are going to be saved again. Uliyekamatwa na umaskini unaokolewa leo. Held by the poverty, you are going to be saved again. Uliyekamatwa na nguvu ya dhambi unaokolewa leo. Held by the powers of sin, you are going to be saved again. Nasema uliyekamatwa na nguvu yoyote ya uovu unaokolewa. Held with any powers, you are going to be healed. You are going to be saved again. Inua mkono, itie jina la Yesu, sema Yesu, Raise up your hand, call yes. niokoe. Save me. Sema Yesu, Say Jesus. niokoe. Save me. Biblia nasema Petro akamwambia Bwana, nami nataka nitembee juu ya maji. Petro told Jesus that I want to walk on water. Yesu akamwambia njoo nifuate. Jesus told him, come and follow me. Mara Petro akatembea juu ya maji. And Petro started walking on water. Lakini ghafla akaona upepo, akaogopa, akaanza All of a sudden kuzama. he has seen the wave and he was frightened. Alipoanza kuzama akamuita Yesu. When he started sinking, he called upon Jesus. Akasema Yesu He niokoe. said, Jesus save me. Yesu kwa haraka akanyosha mkono akamwokoa. Very fast Jesus raised the hand and lifted him. Leo yeyote atakayeliitia jina la Yesu kwa haraka ataokolewa. Anybody will call upon Jesus' name will be lifted. Nasema yeyote atakayeliitia jina la Yesu kwa haraka ataokolewa. Whoever will call Jesus very fast will be saved. Utaokolewa kwa haraka. You'll be saved very fast. Utaokolewa kwa haraka. You'll be saved very fast. Utaokolewa very quickly. Utaokolewa, haleluya. Very quickly. Yani ni zaidi ya fast. Quickly. Haraka. I twinkling. Haraka. Yani ni kitendo cha kufumba na kufumbua kwisha. Just ukisema Yesu, hapo tayari umeokolewa. Jesus is there, is saving. Yesu, hapo umeokolewa. Jesus is there helping you. Yesu, hapo umeponywa. Jesus is healing you. Yesu, hapo umefunguliwa. Jesus is healing you. Yesu, hapo umetoka kwenye giza. Out from the darkness. Hapo There. hapo There. hapo There. Sema kwa sauti amen. Say amen. Kama unaamini katika kulitia jina la Bwana na kuokolewa, simama juu, sema amen. When you believe in calling Jesus' name, stand up and say amen. Praise team, kamata microphone, tutamwabudu Bwana. Praise him. Na kila mmoja atakuwa tayari anakumbukwa, anatembelewa na Bwana. And everybody will be remembered and walk with God. Unikumbuke Yesu, naomba unikumbuke, usinipite Yesu, naomba usinipite Yesu, naomba usinipite, unikumbuke
Tunashinda kazini kwetu, tukumbuke. Biashara zetu tunaleta kwako, tukumbuke. Tunaacha nawe na mahitaji yetu. Baba utukumbuke. Ninauona uwepo wake. I'm seeing the presence of God. Bwana Yesu, Jesus. Bwana Yesu, Jesus. Bwana Yesu, Jesus. Bwana Yesu, Jesus. Bwana Yesu. Jesus. Mwangalie huyo ambaye moyo wake umeinama, Look at this, his heart is bowed. huyo ambaye hawezi hata kuomba. Cannot even pray. Bwana, ninaomba kwa ajili Lord, I'm yake praying upon it for his sake. kama ilivyoandikwa, As it written, ombeaneni ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. to each other so that you can be blessed. Ninamwombea umponye, Praying for this to be healed. umfungue, Open it. umtoe kwenye tabu na dhiki yake sasa. Problems now. Yesu, shuka ujidhihirishe kwake, Jesus, can you manifest? shuka ujifunue kwake, shuka ujidhihirishe kwake, shuka ujifunue kwake sasa. To him now. Ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu Yesu, wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache Yesu, usiniache Yesu, wangu ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, wangu uniongoze. Yesu, Yesu, Yesu. Nitaita magrupu kadhaa niweze kuomba na watu sasa. I will call upon the groups to pray with. Kuna mtu yuko anajiona amesahaulika, ametupwa, There's somebody saying that he has been forgotten and thrown. anajiona kama Mefibosheti, He's saying like a Mephibosheth. anajiona kama mbwa mfu, You're saying as a dead dog. unajiona una thamani, umesahaulika So that you don't kabisa. have value, you have been forgotten. Lakini wewe ndiye ambaye Mungu anataka kuanza na wewe, You are the person God wants to start with you. kwa sababu agano lake limebeba nguvu ya kukuinua uliyesahaulika, Because his covenant has carried the power to be uplifted. ambaye unahisi umesahaulika na yani hauonekani tena. Yani you have been forgotten. Njoo hapa. Come in front. Na usije kwenye nafasi ambayo haikuhusu, kwa sababu bado nitaita watu. Don't come to the portion that is not for you. Wewe ambaye unahisi ndani ya moyo wako ni kama umetupwa, You feel that you have been forgotten. unajiona umepoteza thamani, huna thamani tena, You have lost the value. You don't have value again. unajiangalia, unajiona kama Mefibosheti, When you look at yourself like Mephibosheth, unajiona kama mbwa mfu, you are looking at a dead dog.
unajidharau hata wewe You mwenyewe, despise yourself. lakini mbona Mungu akudharau? God does not despise you. Anasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Say the woman can forget about the child breastfeeding. Bwana anasema huyo anaweza akamsahau, Say that it can forget. lakini mimi siwezi kukusahau wewe. Me, I cannot forget about you. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, On you on my fingers hands. siwezi kukusahau I wewe. cannot forget about you. Asema Bwana, siwezi kukusahau wewe. The Lord, he cannot forget about you. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. I have drawn you in my finger hands. Amekukumbuka Bwana, Just remember you, Lord. anakutazama Bwana, He's seeing you, God. anakuangalia He's Bwana, looking up to you. ameshuka He akupepee, has ascended to do for you. ameshuka He akuokoe, has ascended to save you. ameshuka akukaribishe He kwake, has sent to welcome you to his kingdom. ameshuka akukaribishe katika meza He has yake, sent to welcome you to his table. amezikumbuka sadaka zako, Remember the offering you have given. ameukumbuka utumishi wako, You have served. ameyakumbuka matoleo yako, Remember your offering. ameukumbuka moyo wako, Sing your perfect. amekukumbuka leo. Has remembered you today. Ina mikono. Lift up your hands. Bwana anasema siwezi kukusahau, God say he cannot forget about you. siwezi kukusahau, I cannot forget about you. siwezi kukusahau wewe. I cannot forget about you. Mbona shetani akuhubirie kwamba nimekusahau? The devil is preaching for you that he has forget about you. Mwanamke anaweza akamsahau mtoto A anyonyaye, woman can forget about the child. mtoto wa tumbo lake anaweza akamsahau, The child from his womb he can forget. lakini mimi siwezi kukusahau wewe, asema Bwana. Me, I cannot forget you. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, asema Bwana. I've drawn you in my hand. Leo nimeshuka nikusaidie, I am come to help you. leo nimeshuka nikuinue tena, Come to lift you again. nikutoe katika nafasi ya chini nikuweke nafasi ya juu. Move from lower to high. Nimekuja niajibu maombi yako uliyoniomba siku nyingi. Come to answer your prayers. Nimeshuka sasa nikusaidie. Come now to Inua viwango vyako vya imani, your faith now. inua viwango vyako vya imani, The will of faith maana now. nimeshuka nikusaidie. I've come to help you. Roho Mtakatifu, Holy Spirit, asante kwa kuwakumbuka hawa. thank you for remembering these people. Hawa ni watoto wa agano lako, Children of your covenant. hawa ni watoto wa agano lako, Children of your covenant. agano ambalo limeambatana na vipengele vya msaada, And with the covenant of the help. kama vile Daudi alivyokumbuka agano lake na Yonathani. David, remember the covenant. Bwana, likumbuke agano lako uliyosema hautatuacha Remember the covenant he said. wala hautatupungukia. Not lift you. Tena umeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi. Remember the table in front of your enemies. Shuka sasa, Descend now. vilingisha aibu hii, Remove this. kila kinachosimama kama aibu kwenye maisha ya mtu huyu Anything that stands as a shame in front of you. ukiondoe. Remove it now. Ina mikono yako uliyokuja Lift up mbele your hand sasa. now. Ina mikono yako kwa imani, sema Bwana Yesu. Say, oh God Jesus. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, Say in voice, oh Jesus. asante kunikumbuka, Thank you for remembering me. asante kuniona unyonge wangu, Thank you to see my. asante kuiona aibu yangu, Thank you for seeing my. asante kuniondolea fedhea hii. Thank you for removing from me this. Yesu, Hey Jesus. Yesu, Hey Jesus. kumbuka agano lako Remember your covenant. lililosema kila atakayeliitia jina lako God said anybody call upon your name ataokolewa. will be saved. Leo nakuita, Today I'm calling you. leo nakuita, Today I'm calling you. niokoe, Save me. niokoe, Save me. niokoe Yesu. Save me, Jesus. Ina mikono yako, nguvu ya Mungu imeshuka hapo The power of God inakusaidia. is coming. Kila uliyekwama sehemu unatoka hapo ulipokwama. Whoever was stuck in a Kila uliyezuiliwa sehemu unatoka hapo ulipozuiliwa. that your children are still coming. Kila uliyeshindwa sehemu unatoka hapo uliposhindwa. Defeated is coming out. Kila uliyesubiri ahadi ya Bwana, ahadi hiyo inawekwa kwenye mkono wako. Spirit of the promise Uliyesubiri ahadi ya Bwana, ahadi hiyo inawekwa kwenye mkono wako. is being put in your hand. Ahadi hiyo inawekwa kwenye mkono wako. Put in your hand. Sasa ahadi hiyo inawekwa kwenye mkono wako. Promise is on your hand. Pokea ahadi ya Bwana. Receive the promise. Pokea ahadi ya Bwana. The promise of God. Pokea ahadi ya Bwana. Promise of Kwa God. jina la In Yesu. Jesus' name.
Umekumbukwa. You are remembered. Umekumbukwa leo. Remembered today. Umekumbukwa leo. Remembered today. Ninaiona ishara. Seeing the signs. Ishara. The signs. Ishara. Signs. Ishara. Signs. Na muujiza mpya. Of the miracles. Hakipo cha kuzuia tena. There's none to block. Kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus' name. Kwa damu ya Yesu. In the blood of Jesus. Sasa naweka mkono juu yako. I'm laying my hand now. Nguvu ya Mungu ya kukukumbuka imekushukia. To remember you now. Kila teso linakuacha. All the problem is hali ya kujidharau inatoweka. Hali ya kujiona kama mbwa mfu imetoka ndani yako. Kwa damu ya Yesu Kristo. The blood of Jesus. Shetani, devil, umeharibiwa. You are destroyed. Haya. Chomoka. Out. Chomoka. Out. Chomoka. Out. Chomoka haraka. Out very fast. Haraka. Quick. Haraka. Quick. Haraka. Quick. Haraka. Quick. Haraka. Quick. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Wewe pepo, you devil, unajaribu kung'ang'ania tumbo lake. Toka upesi. Out. Toka upesi. Out. Toka upesi. Out quickly. 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 Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Umekumbukwa. You are remembered. Pokea watoto wa kiume na wa kike. Receive the children. Wa kiume na wa kike. Boys and girls. Pokea watoto. Receive the children. Pokea watoto. Receive the children. Pokea watoto. Receive the children. Pokea. Receive. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Kila teso. Any problem. Kila teso. Any problem. Kila teso. Any problem. Kila teso. Any problem. Limeondoka juu yako. It's being removed now. Limeondoka juu yako. It's being removed now. Limeondoka juu yako. It's removing now. Limeondoka juu It's yako. being removed now. Kwa kuwa Bwana amekukumbuka. Because God has remembered. Teso limeondoka juu The yako. problem is out now. Limeondoka juu yako. It's being removed now. Limeondoka juu yako. It's removing a problem. Wewe ni nani unayejaribu kumshikilia maisha yake You yote? to block his life. Sasa leo amekumbukwa. Today he has been remembered. Sasa leo amekumbukwa. Today he has been remembered. Amekumbukwa. Remembered. Free in Jesus name. Uru kwa jina la Yesu. Umekumbukwa. You are remembered. Pokea watoto. Receive children. Watoto wazuri. Good children. Watoto wa kiume. Boys. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Shetani, Devil. toka katika maisha yake. Out in his life. Umekumbukwa. You are remembered. Aibu yako imeondolewa. The shame has been removed. Umekumbukwa. You are remembered. Aibu yako Shame imeondolewa. has been removed. Umekumbukwa. You are remembered. Aibu yako imeondolewa. Shame has been removed. Umekumbukwa. You have been remembered. Aibu yako The shame imeondolewa. has been removed. Umekumbukwa leo. Remembered today. 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 Umekumbukwa leo. Today. Umekumbukwa kwa wema. You are remembered by the good deeds. Umekumbukwa kwa mazuri. You are remembered for good things. Umekumbukwa kwa hatua mpya. You are remembered for good steps. Umekumbukwa kwa hatua mpya. You are remembered for good steps. Umekumbukwa sasa kwa jina jipya. You are remembered for the new name. Umekumbukwa You are kwa remembered. jina la Yesu Kristo. Jesus' name, you are Umekumbukwa. remembered. Mateso Yes. Problems yameondolewa have been removed. kwa jina la Yesu Kristo. In Ukumbukwe. Jesus' name you are remembered. Bwana wa majeshi The mighty Father amekukumbuka. has remembered you. Ameyaona matendo yako You mema. have seen your good deeds. Amezikumbuka sadaka zako. Remembered yourself. Sasa ameidhingirisha aibu yako kama jiwe. Has removed your shame. Anakupa jina jipya. Giving a new name. Anakupa hatua mpya. Giving a new step. Anakupa jina jipya. A new name. Anakupa hatua mpya sasa. Step now. Mema yako mbele yako. Good deeds in front of you. Katika jina la Yesu In Jesus' Kristo. name. Umekumbukwa. You have been remembered. Umekumbukwa. You have been remembered. Umekumbukwa. You are remembered. Umekumbukwa. You are remembered. Hiyo aibu imeviringishwa. Shame has been Hayo rolled out. mateso yameondolewa. Has been removed. Hiyo aibu imeviringishwa. Shame has been Hayo removed. manyanyaso yameviringishwa. Shame has been Kwa removed. jina la Yesu. In Jesus' name.
Bwana amekukumbuka. God has remembered you. Bwana amekukumbuka. God has remembered you. Anaiviringisha aibu He has yako. removed all the shame. Anauondoa umaskini wako. He has removed all the poverty. Amekukumbuka Jehova. Remember you, Jehovah. Katika jina la Yesu aliye hai. Name. Katika jina la Yesu aliye hai. Jesus' name. Katika damu ya In Yesu. the blood of Jesus. Bwana amewakumbuka watesi wako. God has remembered your enemies. Kama alivyowakumbuka wa Midian waliowatesa wa Has Israeli. remembered the Midian who did. Sasa hawa nao wamekumbukwa. Now with them also they have Sasa remembered. wanaondolewa katika maisha They yako. have been removed in your life. Hao waliokukwamisha miaka yote, Make you stagnant. waliokuzuia miaka yote, Broke you so many times. waliokujengea ukuta miaka yote, For the foundation. wamepasuka mbele They have yako, been broke. wameharibika. Have been destroyed. Umekumbukwa kwa mema You have been leo brought. You have been remembered for katika good. jina la Yesu. In Jesus' name. Bwana ameukumbuka unyonge God has wako, brought your weakness. unyonge wa mateso, Your weakness of pepo suffering. la mauti linalofuatilia maisha yako, Spirit, the evil spirit of death. roho ya mauti inayofuatilia maisha yako Evil spirit. ili kukukosesha amani That riddle na the peace. kuapisha. I'm rebuking. Toka! Out. Toka! Out. Toka! Out. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Umekumbukwa katika mateso You yako, have been remembered in your sufferings. ile hali ya kuwa mateka wa giza. The spirit of the captivity Bwana of the evil. amekukumbuka ili akutoe God sasa, has remembered and removed you today. amekukumbuka ili akutoe He has sasa. remembered and removed you. Wewe hukuumbwa ili uwe You mateka, are not need to be a slave. alikuumba ili ufurahie maisha. You were meant to Adui zako wamekumbukwa mbele za Bwana, enemies have been remembered. ndio hawa hapo wanapigwa mbele And zake, they are now beaten. ndio hawa hapo wanapigwa mbele They yako, are being beaten now. ndio hawa hapo wanaangushwa mbele yako, Drop down now. wanabomolewa mbele yako, wanasambaratishwa Now. kwa jina la Yesu, Jesus' kwa name. damu ya Yesu, Blood of Jesus. kwa jina la Yesu. Jesus' name. Kila roho ya mateso na manyanyaso Any spirit of suffering imeanguka mbele yako, has been destroyed in front of you. imekufa ndani yako. He has dead in front of you. Ile roho ya kujiona duni, He has been roho ya kujiona mnyonge, be seen. You are very roho ya low. kujiona mnyonge Be seen that you are very low. inatoka ndani yako sasa, Remove now in inavuliwa ndani yako, Remove from you. inatupwa nje sasa, Thrown out kwa now. damu ya Yesu, Blood of kwa Jesus. damu ya Yesu, Blood of kwa Jesus. damu ya Yesu, Blood of kwa Jesus. damu ya Yesu. Blood of Jesus. Pokea hatua mpya, Receive a new step. pokea hatua mpya, Receive a new step. pokea hatua mpya. Receive a new step. Kile kilichofunga maisha yako, Whatever close your life. kilichofunga uzao Whatever wako, block your. kilichofunga maisha yako Whatever block your. kinang'oka ndani yako Being sasa, brought now. kinatoka kama risasi, It's being brought out. kinachomoka sasa It's being brought kwa now. damu ya The Yesu, blood of Jesus. kwa damu ya The Yesu, blood of Jesus. kwa damu ya The Yesu, blood of Jesus. kwa damu ya The Yesu, blood of Jesus. katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Kila kinachokupa hofu, Everything that giving you the hofu ya usiku, hofu ya usiku, hofu ya kushindwa kulala, umeharibiwa. you are destroyed. Utaishi, You will live. hautakufa You will not kwa die. jina la Yesu. In Jesus' name. Nyinyi pepo mnaotia mikosi, All the devils mlioweka sura ya kuchukiwa, that you put to be enemies, sura ya kukataliwa, to be enemies, sura ya kuachwa, to be left, sura ya kutupwa, to be thrown. ninawaamuru saa hii, I'm rebuking you. ninawaapisha, I'm rebuking you now. toka, Out. toka, Out. toka, Out. toka pesi, Out. Very kwa fast. jina la Yesu, Jesus' name. kwa jina la Yesu. Jesus' name. Tiwa nguvu. Be empowered again. Umeahidi wewe Bwana, uniachie hadi mwisho wa dahari, ulisema uniachie. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako. Umeahidi wewe Bwana, uniachie. Leo niombe na wewe wakati tuendelea kuimba hapa. Wewe ambaye kuna
ugonjwa umekung'ang'ania. Kuna ugonjwa umekung'ang'ania. There's a disease that stick that doesn't want to leave you. Ugonjwa. Disease. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Njoo mara moja. Come very fast. Ambaye kuna ugonjwa na kusumbua muda mrefu. You are suffering from a certain disease. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Umeahidi. Umeahidi wewe Bwana. Piga ngoma ya keyboard hapo. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Umeahidi wewe Bwana, uniachi hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Inua tu mikono yako iliyokuja mbele. Agano lake Bwana The covenant of the Lord. limebeba kipengele cha uponyaji. It has a component of healing. Kwa kupigwa kwake uliponywa. Through his beating we were saved. Kwa kupigwa kwake uliponywa. Through his beating we were healed. Kwa kupigwa kwake uliponywa. Through his beating we were healed. Huo mwiba unatoka kwenye mwili wako. That thorn is getting out in your life. Huo ugonjwa unatoka kwenye mwili That wako. disease is coming out from your life. Huo ugonjwa unatoka kwenye mwili That wako. disease is coming out of your life. Unapokea You are uponyaji. receiving healing. Unapokea afya. You are receiving health. Unapokea uzima. You are receiving the health. Unapokea uzima. You are receiving 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 health. Pokea uzima. Receive health. Pokea uzima. Receive health. Pokea uzima. Receive health. Pokea uzima. Receive health. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Inua mikono, sema asante Yesu. Raise up and say thank you, Kwa Jesus. kupigwa kwako Through your beatings, niliponywa. I am healed. Asante. Thank you, Jesus. Nimepokea afya. I've received the Nimepokea health. uzima. I'm receiving the health. Nimepokea afya. I'm receiving health. Nimepokea uzima. I'm receiving health. Nimepokea I'm uponyaji. receiving the healing. Mimi ni mzima. I am healed. Sema kwa sauti, mimi ni mzima. I am healthy. Mimi ni mzima. I am healthy. Mimi ni mzima. I am healthy. Mimi ni mzima. I am Kwa healthy. jina la Yesu. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Bwana Yesu, asante Jesus, thank you kwa uponyaji uliouachilia kwenye maisha ya mtu huyu. for the healings that you are left upon these Napoweka people. mkono wangu juu yake, When I'm laying my hand upon him, nathibitisha uponyaji wako juu yake. I'm assuring the healing in him. Nathibitisha uzima juu I am yake. ensuring the health in him. Nathibitisha afya juu I am yake. ensuring the health in him. Nathibitisha uzima ndani I'm yake. ensuring the health in him. Nathibitisha afya juu I'm yake. ensuring health in him. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Kwa damu ya The Yesu. blood of Jesus. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Kwa damu ya The Yesu. blood of Jesus. Na uwe mzima sasa. Be health now. Kila kilichokaa hapo isivyo haki Anything that sat there which is not precious kinatolewa kisheria. is being removed according to the rules. Kinatolewa kisheria. They are removed according to the rules. Haribika tumboni. Be destroyed from the stomach. Haribika tumboni. Be destroyed from the stomach. Haribika kila mahali kwenye mwili huu. Everywhere to be destroyed. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Uwe mzima. Be free. Uwe mzima. Be free. Uwe mzima. Be free. Kwa damu ya Yesu. The blood of Jesus. Kila kilichokaa kwenye mwili wako isivyo haki Everything that is state in your life which is not kinaondolewa kisheria. is being removed according to the law. Kinaondolewa kisheria. It's being removed according to the law. Kinaondolewa kisheria. It's being removed according to the law. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Kwa damu ya The Yesu. blood of Jesus. Kwa jina la Yesu. Jesus' name. Mateso Any stage problem yameharibiwa. have been destroyed. Uwe mzima. Be Umefunguliwa kutoka leo.
You are kwa jina la Yesu. Jesus' name. Presha uliyekaa hapa isivyo haki, toka kwa sheria ya Bwana, The law of the Lord. kwa sheria ya Bwana. According to the law of the Lord. Achia umini, Leave the body. achia moyo, Leave the heart. achia moyo wake, 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 Leave the heart. achia sasa, Leave the heart now. achia saa hii, Leave now. achia Leave now. kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Uwe mzima, Be free. uwe mzima. Be free. Kila kilichokaa kwako isivyo haki kimeondolewa kisheria Everything that sasa. is not is supposed to be. Funguka uwe mzima, Be free now. funguka uwe mzima, Be free now. funguka uwe mzima, Be free now. funguka uwe mzima. Be free now. Wewe adui, Enemy. achia umwili, Leave the body. achia Leave the body. kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Toka, achia, Leave now. toka, achia mwili, Leave now the body. toka, achia mapafu, Leave and leave the livers. toka, achia ini Leave the livers. kwa jina la Yesu, In Jesus' name. kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Uwe mzima. Be Adui enemies. uliyekaa isivyo haki Who katika sat- mwili wa huyu who mtoto sat with no authority. na kuapisha. I'm rebuking. Haya, toka haraka, Get out. toka ndani, Get out. toka, Get out. toka, Get out. toka wende, Get out. toka wende, Get out. toka wende, Get and go. toka wende, Go. toka nenda, Get and go. toka nenda, Get and na go. kuapisha kwa jina la I'm Yesu. rebuking the name of Jesus Christ. Wewe mateso, Suffering. roho ya mateso, Spirit of suffering. roho ya mateso, The spirit of suffering. unaeleta kukata tamaa, You are bringing to forgiving her hope. unaeleta kukata tamaa, You are bringing the hope, giving hope. unaeleta kutokuwa na furaha. Not to have. Sasa umeharibiwa. Now you are destroyed. Toka ndani ya huyu mtoto, Get out from this toka achia life. maisha yake, Live his life. toka achia nafsi yake, Live his life. toka achia uhai wake, Live his life. toka achia afya yake, Live his- toka Get out. kwa damu ya The Yesu, blood of Jesus. kwa damu ya The Yesu, blood of Jesus. kwa damu ya The Yesu. blood of Jesus. You are free, umewekwa huru. You are free. Utafurahi sasa. Rejoice now. Mateso, Suffering. ugonjwa, Disease. roho ya ugonjwa, Spirit of disease. haya toka haraka, Get out now. unayesababisha moyo kwenda You mbio are setting the heart na to go very kuapisha fast. I'm rebuking. hofu ndani yake. Out. Toka Out. kwa jina la Yesu aliye In hai. Jesus' name. Pisha achia kichwa, I'm rebuking. I'll leave the head. achia mishipa ya kichwa Leave the veins of the head. kwa damu ya The Yesu. blood of Jesus. You are free, You are free. umefunguliwa, ugonjwa wako umeondolewa. The disease has Mungu been reversed. amemkumbuka mumeo God has remembered. kwa jina la Yesu aliye In hai. Jesus' name. Kwa damu ya Yesu In the blood of Jesus. uwe mzima. Be healed. Pepo, Devil. nimekukemea leo, I rebuke na you ndio today. mwisho wa kutawala maisha ya huyu msichana. It's the last of the. Huyu ni chombo cha Bwana, He's a tool of God. huyu ni chombo cha Bwana. Kwa nini umshikilie? He's a vessel of God. Kwa nini umtawale? Kwa nini umtumie? Why are you Kwa nini umvute kwenye giza? Why are you bringing to the? Kwa nini umvute dhambini Why do you na kuapisha? I'm rebuking. Haya, toka haraka, haya Get out toka, now. Out. toka achia, Out. Leave. toka achia, Out. Leave. toka achia, Out. Leave. toka Out. Leave. kwa jina la Yesu. Jesus' name. Free. Be free. Kila kilichokushika katika mwili Everything that hold your body kimekuachia leo. has loosened now. Wewe adui, ninakusemesha. Haya, Enemy, toka I'm haraka, joking. Get out. toka now. achia, Leave out. haya toka wende, Give out now. Leave. toka achia, Get out now. toka achia Get and kwa leave. jina la Yesu. Jesus' name. Inua mkono. Lift up your hands. Nataka nikemee kabisa roho ya umaskini. I want to rebuke the spirit of poverty. Agano hili linaambatana, kipengele mojawapo ni utajiri na heshima. This covenant also is another component of the wealth and honor. Mungu anataka uishi maisha ya utele. God wants you to live a life of abundance. Inua tu mkono pale pale ulipo. Just lift your hand wherever you are. Nataka kila mmoja ukatae kabisa hali ya umaskini. I want you to need the spirit of poverty. Inua mkono, sema kwa jina la Yesu. Say in the name of Jesus.
Yesu mwenyewe Jesus himself alifanyika maskini was poor, ili kwa umaskini wake so through his poverty mimi niwe tajiri. so I can be rich. Kwa sababu hiyo, That reason, wewe umaskini you poverty uliyekaa kwangu isivyo haki, who sat with me with illegal, ninakuapisha kisheria. rebuking you. Ninakuapisha kisheria. I am rebuking according to the law. Toka chia. Out, leave me. 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 Achia kazi zangu. Leave my work. Achia biashara zangu. Leave my business. Achia shamba langu. Leave my farm. Achia mikono yangu. Leave my hands. Kwa damu ya Yesu. Blood of Jesus. Inua mikono. Lift up your hands. Pepo uliyefunga hiyo mikono, You will spirit that wewe uliyefunga hiyo mikono, you hold that hands. wewe uliyefunga hiyo mikono, You close the hands. wewe uliyefunga hiyo mikono, You who holds the hands. chochote kilichobondi mikono yako saa hii kinafunguliwa. Nasema chochote kilichofunga hiyo mikono, maana Mungu anazipitisha baraka zake kwenye mikono yako. Kwa hiyo anachofanya shetani ni kuifunga hiyo mikono isiweze kupokea baraka yoyote. Kila kifungo kilichokaa kwenye mkono, kilichokaa kwenye mkono, kilichokaa kwenye mkono, huyo pepo aliyekaa kwenye huo 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 mkono, huyo pepo aliyekaa kwenye mkono, achia kisha achia sasa. Achia huo mkono, achia huo mkono, achia huo mkono, achia huo mkono, achia huo mkono. Adui, Enemy. unayesababisha chochote anachoshika kwa huo mkono kinaharibika. Which make anything Hilo pepo la uharibifu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo mikono inayozaa mapooza, mikono inayozaa mapooza, roho ya mapooza, roho ya mapooza, roho ya mapooza, roho ya mapooza, kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu ulioshikamanishwa na mikono yako, huo uharibifu uharibike. Huo uharibifu uharibike. Huo uharibifu uondolewe. Huo uharibifu uondolewe. Huo uharibifu uondolewe. Huo uharibifu uondolewe. Kila mkosi ulioshikamanishwa na mikono yako, huo mkosi uharibike. Huo mkosi uharibiwe kwa damu ya Yesu. Ninatamka lolote utakaloshika kwa hiyo mikono kufanya litafanikiwa. Biashara utakayoshika kuifanya kwa hiyo mikono itafanikiwa. Kazi utakayoshika kuifanya kwa hiyo mikono itafanikiwa. Shamba utakaloshika kulima kwa hiyo mikono litafanikiwa. Mifugo utakayofuga kwa hiyo mikono itafanikiwa. Kila kitu utakachoshika kwa hiyo mikono kitafanikiwa. Uliyeanza kujenga nyumba, hiyo nyumba ikamalizike kwa jina la Yesu. Uliyenunua kiwanja ukajenge nyumba kwa jina la Yesu. Uliye na plani ya kununua kiwanja ukanunue kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Adui zako waliosimama mbele yako kukuzuia wapigwe, wasambaratike mbele yako mara 7. Wasambaratike mara 7. Wasambaratike kwa njia 7. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana amekuondolea mkwamo wowote wa kiuchumi. Sasa utaona mtiririko unaoendelea wa kifedha. Utaona mtiririko unaoendelea wa mapato. Nasema utaona mtiririko unaoendelea wa mapato. Utapokea simu ya mchongo wa kifedha kwa jina la Yesu. Utapokea simu ya ramani ya pesa kwa jina la Yesu. Utapokea email ya ramani ya pesa kwa jina la Yesu. Utapokea promotion ya pesa kwa jina la Yesu. Utapokea kuinuliwa kwa jina la Yesu.